mradi napendwa na Watanzania. Sikuja kuuza sura, nilipendwa na mke wangu, anatosha. Sihitaji kupendwa. Watanzania walinipenda, wakaniamini, ni lazima nikafanye kazi ya Watanzania. Je, kijana aliyekuwa akichunga ng'ombe pembezoni mwa ziwa Victoria akitembea peku shuleni alijua kwa siku moja atakuja kuitikisa ramani ya siasa za Afrika, kwamba sauti yake ingekuwa amri na jina lake lingekuwa alama ya mabadiliko makubwa nchini Tanzania. Hii si tu simulizi ya rais. Hii ni safari ya mtoto mkulima aliyepanda daraja kwa kemia ya uongozi na nidhamu ya chuma. Karibu kwenye mwanzo wa safari ya bulldozer John Pombe Joseph Magufuli. Oktoba 29 mwaka 1959, katika kijiji cha Chato mkoani Geita, zamani mkoa wa Ziwa, alizaliwa John Pombe Magufuli. Alizaliwa katika familia ya kawaida kabisa, familia ya wakulima na wafugaji. Maisha yake utotoni hayakuwa na mazulia mekundu, yalikuwa ya jembe na mifugo. Watu waliokuwa naye wanamuelezea kama kijana aliyekuwa na msimamo tangu mapema. Alisoma shule ya msingi Chato na baadaye seminari ya Katoke mkoani Kagera. Hapo ndipo nidhamu ya kidini na kujiheshimu ilipojengwa. Baada ya kumaliza elimu yake ya sekondari katika shule ya Mkwawa, alijiunga na chuo cha Mkwawa kwa ajili ya diploma ya elimu, akibobea kwenye masomo ya kemia na hisabati. Kemia haikuwa tu somo darasani kwake, ilikuwa ndio namna aliyokuja kuichanganya siasa Tanzania baadaye. Kabla ya kuitwa mheshimiwa, alikuwa mwalimu. Magufuli alifundisha shule ya sekondari Sengerema, akifundisha masomo ya kemia na hisabati. Lakini kiu yake ya elimu haikuishia hapo. Alijiendeleza hadi kupata shahada ya uzamivu, yani PhD ya kemia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini mwaka 1995 baba alimshinda nguvu. Mwito wa kuitikia watu wa nyumbani kwao Chato ulimpeleka kwenye jukwaa la kisiasa. Akiwa na umri wa miaka 36, John Pombe Magufuli aligombea ubunge na akashinda. Huu ulikuwa mwanzo safari ya miaka 20 ndani ya kata za bunge za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa aliona kitu ndani ya kijana huyu wa Chato. Alimteua kuwa naibu waziri wa ujenzi na baadaye waziri kamili. Hapa ndipo ulimwengu ulipoanza kumjua. Magufuli hakuwa waziri wa kukaa ofisini, alikuwa waziri wa kuvaa overall na buti. Alisimamia ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami nchi nzima. Alijipatia jina la bulldozer, tingatinga, kwa sababu ya msimamo wake wa kubomoa majengo yaliyojengwa kinyume cha sheria ili kupisha miundombinu. Hakujali nani anamiliki jengo hilo, alijali nchi inahitaji barabara gani. Ndani ya wizara mbalimbali alizopita, ujenzi, ardhi na maendeleo ya mifugo na uvuvi, aliacha alama ya mtu asiyeyumbishwa kwa jambo lolote lile. Kufikia mwaka 2015, Magufuli alikuwa amejenga heshima kama mtendaji, lakini ndani ya chama chake cha CCM majina makubwa yalikuwa yakijiandaa kurithi kiti cha Jakaya Kikwete. Hakuna aliyedhani kwa waziri huyu wa barabara, ambaye hakuwa na kundi la kisiasa wala mtandao, angeweza kuwashinda vigogo. Ni nini kilitokea ndani ya kuta za Dodoma mwaka 2015, na vipi mtu asiye na kundi aligeuka kuwa chaguo la kipekee la kuivusha Tanzania? Usikose sehemu inayofuata ya Chuma cha Reli.